Tunaripoti kwamba benki imeanzisha jukwaa la mikutano la ukumbi wa parokia ambalo hujihusisha na uongozi wa parokia, jumuiya ndogondogo za Kikristo na viongozi wa vyama vya kitume kwa lengo la kuongeza uelewa wa huduma za kibenki, kufungua akaunti za benki na kuuza kwa pamoja bidhaa na huduma mbalimbali za benki. Mpango huu umeanzisha kuleta matokeo chanya katika uhamasishaji wa fursa za kibiashara za benki ndani ya sekta za kanisa. Wanahisa walielekeza benki pia kufanya mapitio ya viwango vya tozo za benki kwa kuzingatia maoni ya wanahisa kuhusu kupunguza gharama za huduma. Benki imekagua muundo wake wa ada na tozo kwa kuzilinganisha na watoa huduma wengine kwenye soko ili kubaki na ushindani, huku ikizingatia muktadha wa biashara yake pamoja na mahitaji ya makundi yake lengwa ya wateja. Viwango hivyo vya tozo huchapishwa kila mwaka kwa wateja kama mwongozo wa Benki Kuu unavyoeleza. Pia wanahisa walihimiza kuendelea na kuhamasisha kanisa na taasisi zake kutumia benki na mifumo yake katika kufanya miamala mbalimbali. Tunaripoti kwamba kanisa na taasisi zake zilizo chini ya mwamvuli wake bado ni kipaumbele chetu kikuu katika uhamasishaji wa biashara, hususan uhamasishaji wa ukusanyaji wa amana. Tunatekeleza usambazi wa kimfumo wa masuluhisho hayo na kuzingatia mkakati wetu wa soko maalum, yani niche market strategy. Pia wanahisa walielekeza benki kuendelea kutumia majukwaa ya kanisa kutangaza bidhaa na huduma za kibenki ili kuongeza muonekano na mwitikio wa benki sokoni. Tunaripoti kwamba benki imeendelea kutumia matukio ya kanisa na njia za vyombo vya habari vya kanisa ili kupenyeza huduma zake sokoni. Tunashirikiana kwa karibu na uongozi wa kanisa pamoja na majukwaa ya vyombo vya habari kama Tumaini Media, Radio Maria, Tumaini Letu na gazeti la Kiongozi Letu ili kuwafikia hadhira pana inayojumuisha wadau wa soko maalum la benki. Wanahisa pia walielekeza benki kuimarisha uwepo wake katika mikoa mbalimbali kupitia ufunguzi wa matawi na vituo vya huduma kwa kuzingatia uwezo wa mtaji na mkakati wa ukuaji. Katika mwaka 2025, benki ilifanikiwa kufungua tawi jipya la Geita kama alivyotoa taarifa mwenyekiti, pamoja na kuanzisha mchakato wa kujipanua katika maeneo ya Bagamoyo, Same na Kahama, ambapo tawi la Bagamoyo lilifunguliwa rasmi mwezi wa 5 na tawi la Kahama lilifunguliwa rasmi mwezi wa 5 na Bagamoyo lilifunguliwa rasmi mwezi Juni. Katika kuendelea kutathmini uwezekano wa kufungua matawi zaidi, benki inatumia mtandao wake wa wakala wa kibenki na kupanua huduma katika mikoa mbalimbali pamoja na uwepo wa wakala mkuu maeneo mbalimbali kusaidia mtandao wa mawakala. Benki inatarajia kuendelea kupanua wigo wake wa huduma sambamba na kutathmini fursa za biashara katika maeneo lengwa. Wanahisa pia walielekeza bodi kuendelea kuzingatia mzunguko wa maeneo ya kufanyia mkutano mkuu wa wanahisa katika mikoa muhimu kama Mwanza, Dodoma na Arusha. Na ilibainika kuwa idadi kubwa ya wanahisa na wadau wakuu wengi wanapatikana mkoa wa Dar es Salaam, jambo linaloipa msingi ya kuendelea kufanyia mkutano mkuu ya mwaka jijini Dar es Salaam. Hii pia inazingatia udogo wa benki pamoja na uwezo wake wa kusimamia kwa uangalifu gharama zinazojitokeza ili kuimarisha na kuongeza faida kwa wanahisa. Pia wanahisa walikubaliana kutoa gawio kwa faida ya mwaka 2024 na tunaripoti kwamba gawio kwa mwaka ulioishia tarehe 31 Disemba 2024 lililokuwa la shilingi 92 na senti 40 kwa kila hisa lililipwa kuanzia tarehe 15 Agosti 2025 na tunaendelea na malipo kama ambavyo iliamuliwa. Mwisho, wanahisa walipitisha uchaguzi wa wajumbe wa bodi ya wakurugenzi na benki ilipitisha hao wateuzi wapya ambao ni Bi Agnes Kitwanga na Bwana Damas Mugashe kuwa wajumbe wapya wa bodi ya wakurugenzi, na wote wameshiriki katika mkutano huu wetu. Asante mwenyekiti.